mbiu isemayo chagua njia sahihi, tokomeza ukimwi. Lishe bora kwa afya imara. Kauli mbiu hii nayo inabebwa na mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Mapambano dhidi ya malaria. Kauli mbiu ni zero malaria, inaanza na mimi, inaanza na wewe, inaanza na sisi sote. Na mapambano dhidi ya dawa za kulevya yenye kauli mbiu kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Aidha, kwa upande wa Zanzibar tumekuwa na changamoto kubwa ya janga la udhalilishaji wa wanawake na watoto. Hivyo nasi pia tunasema kuwa Zanzibar bila udhalilishaji inawezekana. Ndugu waandishi wa habari, kwa mwaka 2025 Mwenge wa Uhuru utawasili Zanzibar siku ya Jumanne tarehe 17 Juni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume kutoka mkoa wa Tanga, na utakimbizwa mkoa wa Kusini Unguja tarehe 17 Juni kwa wilaya ya Kusini Unguja na tarehe 18 Juni kwa wilaya ya Kati Unguja, na kukabidhi mkoa wa Kaskazini Unguja siku ya Alhamisi ya tarehe 19 Juni 2025 ili waweze kuendelea na ratiba yao, ambapo makabidhiano yatafanyika katika eneo la Mkiwa Mnarani, wilaya ya Kati Unguja. Aidha, Mwenge wa Uhuru utapokelewa kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Balozi Batilda Burhani, kisha nitamkabidhi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kusini Unguja, Mheshimiwa Othman Ali Maulid, kwa ajili ya kukimbiza kama alivyopanga katika ratiba ya wilaya yake. Tarehe 17 Juni 2025 Mkuu wa Wilaya ya Kusini atamkabidhi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kati, Mheshimiwa Galos Kassem Nyimbo, kwa ajili ya kukimbiza kwa mujibu wa ratiba kama alivyopanga katika wilaya yake. Tarehe 19 Juni 2025 Mkuu wa Wilaya ya Kati atanikabidhi Mwenge wa Uhuru kwa ajili ya kumkabidhi Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Unguja ili aendelee na ratiba yake kama alivyojipangia. Ndugu waandishi wa habari, kama tunavyofahamu kuwa moja ya dhamira ya Mwenge wa Uhuru ni kuchochea maendeleo, na katika jukumu hilo la kuchochea maendeleo kwa mwaka huu 2025 mkoa wa Kusini Unguja umelenga kupitia katika miradi mikuu 8. Kati ya hiyo miradi miwili ni ya barabara, miradi miwili ni ya majengo ya skuli, mradi mmoja ni nyumba za daktari, mradi mmoja ni wa uwekezaji wa hoteli, mradi mmoja ni wa jengo la uhamiaji, na mradi mmoja ni wa umeme wa jua pamoja na miundombinu mbalimbali ya umeme. Kati ya miradi hiyo ipo miradi itawekewa mawe ya msingi, ipo miradi itatembelewa, na ipo miradi itazinduliwa. Kati ya miradi hiyo 8 inatarajiwa itakapokamilika itumie fedha za Kitanzania zipatazo shilingi bilioni 249,889,470,475. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na Mwenge wa Uhuru 2025 kutembelea, kuweka mawe ya msingi na kufungua miradi mbalimbali ya maendeleo, vilevile ziko shughuli za kijamii mbalimbali zitafanywa na zitapitiwa na Mwenge huu wa Uhuru. Shughuli hizo ni kama vile shughuli 2 za upandaji wa miti, makongamano ya vijana mawili, ugawaji wa mitungi ya gesi katika maeneo mawili, upimaji wa afya katika maeneo mawili, lakini vilevile kutakuwa na maonyesho ya wajasiriamali katika maeneo mawili. Shughuli zote hizi zinalenga kuunga mkono jitihada za kuchochea maendeleo ambazo zitafanywa kupitia Mwenge wa Uhuru. Ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa wito
kwa viongozi wa serikali, wananchi, wanafunzi, vyama vya siasa, asasi za kiraia, wafanyakazi na wadau wote wa maendeleo kujitokeza kwa wingi kushiriki katika shughuli zote zitakazopangwa katika kukimbiza Mwenge wa Uhuru kuanzia siku ya mapokezi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume, ambapo tunataraji kuwa wananchi wawe wamefika saa 1 kamili za asubuhi ili waweze kuulaki mwenge huu wa uhuru unaotoka mkoani Tanga. Vilevile, baada ya kupokea mwenge huo, kama nilivyoeleza hapo awali, tutaweza kuupeleka na kuukimbiza katika mkoa wa Kusini Unguja, wilaya ya Kusini. Mwisho, napenda kutumia fursa hii kuvipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Serikali ya mkoa wa Kusini Unguja inaendelea kuchukua hatua katika kuhakikisha kuwa mkoa wetu unaendelea kuwa na amani na utulivu kwa kushirikiana na wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama viliopo katika mkoa wetu. Mwenge wa Uhuru ni tunu ya taifa letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Vielelezo vyake vimeshapatikana na vipo kwenye site au viko kwenye wilaya husika, vinasubiri muda kwa ajili ya kuwasilishwa katika site. Nikiri kwamba zipo nyakati baadhi ya taasisi zinakuwa na changamoto ya uwasilishaji wa vielelezo kwa wakati, jambo ambalo linaleta sasa mgongano baina ya wilaya na sekta husika. Lakini niseme tu kwa mwaka huu tumejitahidi kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba kila mradi takriban vielelezo vyake vyote vipo. Kwa hiyo hatutaraji kuwa na mgongano na kiongozi pamoja na wakimbiza mwenge kitaifa kwa sababu ya vielelezo kwenye maeneo ya miradi. Kazi yako imekwisha.